Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu mtoto wa Mungu, familia ya Mungu, mwana wa Mungu. Nichukue nafasi hii ya kukaribisha kwenye kipindi chetu cha kuamka na Bwana au anza na Bwana. Vipindi vilivyopita tulitafakari mkao wa maombi. Ni mkao wa namna gani? Kwa hiyo hitimisho yangu ninayotaka kusema kwako, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, familia ya Mungu, ya kupasa kujua mkao wowote unaoweza kuutumia katika maombi. Sikiliza, mkao wowote unaoweza kuutumia katika maombi yako, na unajua ni maombi gani unakwenda kuyapeleka mbele za Mungu. Tambua mkao huo si mkao wa kimwili, bali unaonyesha ni mkao wa kiroho. Ni mkao wa kiroho au ni mtazamo wa moyo. Kwa tusije tukawe na mawazo mafinyu, mawazo mafupi, kwa sababu tu tumerisi, tumefundishwa kwenye madhehebu yetu, kwenye dini zetu, kwamba ni lazima upige magoti au ni lazima usimame. Kinachotakiwa ukiwa mkamilifu mbele za Mungu, na ukitambua ni maombi gani unaenda kufanya mbele za Mungu. Mikao yote unayoweza kuitumia ambayo tumeiona kwenye maandiko matakatifu ni mikao ambayo ina kibali mbele za Bwana. Sasa nikuulize tu swali mpendwa, na uweze kutafakari. Katika mikao hii niliyofundisha, ni mkao gani unapendelea kuutumia katika maombi yako? Na ni mkao gani ambao hujawahi kuutumia? Mimi nimesema wakati mwingine nilikuwa nafanya maombi ya kusujudu, uso wangu unagusa ardhi, lakini naona maombi aliyoomba Elia, uso wake haukugusa ardhi, uso wake uliishia kwenye magoti ya Elia, magoti yake. Lakini nilichojifunza kwenye maombi haya kwamba maombi haya, maombi ya kusujudu kifudifudi, mkao wake sio mkao wa kawaida, sio mkao mwepesi, sio mkao wenye raha, wenye starehe. Ni mkao ambao kwenye hali ya kimwili ni lazima upate maumivu, upate mateso. Na ndio maana hata maombi haya ambayo nimeona watu wameomba ni maombi ambayo yalikuwa ni ya vita, maombi ya kuomba ili ushindi uonekane. Nimeona kwa Elia, nimeona kwa Yesu, maombi ambayo yalikuwa anaomba, kuna changamoto, anataka kushinda vita, kuna mjaribu amekuja kumjaribu, anataka Mungu amuepushe hayo maombi. Kwa hiyo Yesu anachagua mkao wa maombi ambao nao ni mgumu, mzito, ambao unamtaabisha Yesu kama anavyokwenda kutaabika. Inawezekana alikuwa anajiandaa kumjenga na kumwandaa kwa ajili ya kupata mateso, kwamba nimeanza kupata mateso, nimeanza kupata shida, nimeanza kupata changamoto kwenye maombi, kwa hiyo niko tayari kuteswa na kusulubishwa. Kwa hiyo maombi ya kusujudu kifudifudi
Unaomba maombi gani na staili gani na aina gani ya maombi? Mungu akufungulie milango, Mungu akuangazie, nuru yake ikakufunike, nuru yake ikakuatamie, nuru yake ikakujenge, nuru yake ikakutie nguvu na mamlaka. Wewe unayenitazama, wewe unayenifuatilia, nasema ukiguswa kutuma sadaka yako, itume. Wapo watu ambao wamejitolea, wanatoa muda wao, wanatoa nafasi yao kwa ajili ya kunirekodi mimi mchungaji Magolima. Wasingekuwa wao, nisingekupa chakula hiki ambacho unakipata. Wakati mwingine wanakosa hata nauli ya kuja mahali hapa, lakini kwa kuwa ni kazi ya Mungu, kila mmoja anafanya pale anapoona anaweza akajitoa. Mimi nimeamua kujitoa kabisa kwa ajili ya kutoa vile nilivyo navyo niweze kukupatia wewe mtoto wangu. Sifanyi hivi kwa ufahari, sifanyi hivi kwa ujuaji wangu kwamba ninajua. Tupo watu wengi tuna chakula hiki kizuri. Wapo watu wengi, wasomi wengi, wapo wanafunzi wengi, wapo wachungaji wenzangu tuliosoma nao. Hivi ninavyovifundisha hivi wanavielewa, wanavijua, lakini hawajapata nafasi ya kuvimimina na kuvitoa mbele ya watu. Mimi nimepata neema tu ya kushare na wewe. Ukiguswa unaweza ukachangia chochote, hata kuimarisha vifaa vyetu. Bado tunatumia simu ya kawaida, unaweza ukaguswa. Wewe unayetufuatilia hatua kwa hatua, na Mungu amekubariki ukatununulia kifaa kizuri, kikatuwezesha kufanya mambo makubwa. Huu ni wakati wetu wa kuinuka, ni wakati wetu wa kuwaelezea watu kwamba neema ya Mungu inatufunika, inatuwezesha kutoa chakula mbele ya watu. Ndugu mpendwa, fuatilia hizi season. Usipuuzie kwa kuwa tu huyu ni nani. Fuatilia hizi season. Kuna mahali zitakutoa, kuna mahali zitakuweka, kuna mahali utaimarika, kuna mahali utapiga hatua. Mungu akubariki sana, na mimi anipiganie sana, na mimi Mungu anitetee, Mungu anilinde, Mungu anifundishe, azidi kunifundisha, azidi kuniimarisha, azidi kunipa unyenyekevu, azidi kunipa nguvu ya kusamehe wale ambao wameniumiza, azidi kunipa nguvu ya kuomba msamaha. Nilipokuwa nikitafakari habari hizi za mkao wa maombi, nimejua aina jinsi watu wanavyoweza kuomba. Nimejua aina ya maombi ya staili ya kifurifuri ni aina gani, na ni maombi ya namna gani. Ni maombi yenye uchungu, maombi yenye mfululizo ya kuomba ambayo hayana kikomo, hayana mipaka. Unaomba wakati wowote, saa yoyote, sekunde yote, lakini maombi ambayo unalala kwenye mchanga. Inawezekana ndugu mpendwa hujawahi kuomba maombi haya. Nimekwambia wakati mwingine mimi najiviringishaga hapa chini, lakini sijawahi kuomba maombi ya kulala chini. Uso wangu umelala chini, mikono yangu imegusa chini, miguu yangu imegusa chini, tumbo limegusa chini, uso umegusa chini, kidevu kimegusa chini. Mungu anisaidie, Mungu nisaidie. Chakula hiki ninachokitoa kabla ya kuwasaidia wao, kinisaidie mimi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kwenye kipindi kingine.